Ndugu zangu, tuwajue wa kimataifa, tuwajue wanaoendesha maisha yetu. Maana tusipowajua hawa, ndio serikali inapata mwanya wa kutuuza mchana kweupe katika jina la uwekezaji. Kumbuka, uwekezaji ndio njia mpya ya kuiuza nchi. Hata wabunge wanajua. Shida kubwa ya wabunge, hawaji na suluhisho. Wao wanaongea kisiasa tu, hawagusi njia ipi tuitumie tutoke kwenye mfumo wa kuiuza nchi. Nikuulize swali, Ulaya na Marekani wana matatizo ya uhamiaji, lakini Ulaya na Marekani kwa ujumla hawana viwanda kama China. Umewahi kusikia wa China wana matatizo ya uhamiaji, wakati wa China ndio wenye viwanda vingi kuliko taifa lolote duniani? Yaani hata viwanda vya Marekani ukajumlisha na viwanda vya Ulaya kwa pamoja havifikii viwanda vya China. Je, walijua hilo? Lakini hakuna siku wa China wameanza kupiga kelele eti tuna shida ya wafanyakazi. Tofauti ya uchumi wa China na uchumi wa Ulaya na Marekani ni uchumi wa China unaendeshwa na wananchi wa China, uchumi wa Marekani na Ulaya unaendeshwa na mabepari. Kazi ya bepari ni kutafuta wafanyakazi wa bei rahisi atengeneze faida. Tuliza miemko, fanya utafiti, njoo nipinge. Tuje kwenye habari kubwa iliyo kwenye vyombo vingi vya habari. Wanaofuatilia alichofanya Putin, alikiahidi angekifanya, kwa sababu mara ya mwisho Putin alisema hivi, atakuwa na mashambulizi ya kimkakati. Walitumia neno systematic attack. Ndiyo kauli ya mwisho ya Putin baada ya yale mashambulizi makali kabisa ambayo yalikuwa ni onyo kwamba akitaka kuiharibu Kiev uwezo anao. Tafsiri ya shambulizi lililopita lile kubwa kabisa, dunia nzima ikaogopa, ilikuwa ni kwamba Urusi kuiharibu Kiev nzima wana uwezo, ila wamejizuia. Na hiyo kauli huwa wanaisema, alafu nikiisema unaambia Urusi huyo duma wa kuchora, huyo sijui simba wa kuchora, huyo mwenzake kaingia Venezuela kaichukua faster. Ndio maneno yenu mnapendaga kunikaunta nayo. Marekani mwenzake kaingia Venezuela, mwambie Marekani aichukue na Iran basi. Si alichukua Venezuela. Yaani Marekani kama kweli ni wanaume, waichukue Iran kama walivyochukua Venezuela. Shida ni wengi hamjui dunia inavyoendeshwa. Sasa mnapofundishwa mnakuwa na zile kauli za kimtaani. Sasa Putin ametimiza alichotuahidi kwamba atakuwa na mashambulizi ya kimkakati, na akawasisitiza taasisi za kimataifa zitoke. Kuna kitu kimoja lazima ukitambue, na huwa na kiripoti, lakini kama vile watu hawanielewagi labda. Iko hivi, Warusi wanapigana kwa malengo. Yaani Warusi hawapigani tu pasipo na malengo. Lengo la Warusi nini? Kulimega shamba la Ukraine kadri siku zinavyoenenda na kuiacha Ukraine ikiwa ni nchi ndogo isiyo na thamani tena. Elewa hicho kitu. Yaani kadri Zelensky hataki kumsikiliza kaka yake Putin, wakaumaliza huu ugomvi anavyotaka Putin, ndivyo nchi inavyomegwa. Akili ya Zelensky si atasaidiwa na Marekani na Ulaya. Sasa kila wiki, na nawaambiaga hichi kitu, kila wiki lazima ripoti ya kiasi cha shamba kilichochukuliwa kutoka Ukraine kinapelekwa serikali kuu. Serikali inajua. Sasa wiki iliyopita kulikuwa na shamba fulani hivi kubwa sana ambalo Warusi walikuwa wanalichukua. Laitwa Konstantino au Konstantina. Unajua majina ya Kirusi haya. Sasa Zelensky akapagawa, Konstantino unachukuliwa. Kumbuka Putin anapokata shamba huambiwagi hicho kitu kabisa, kwa sababu ni aibu kwa NATO, kwa sababu hii vita si ya NATO. Ni aibu kwa NATO kwa sababu wameshatujaza maneno kama sio sisi. Ungekuta Warusi wameshaichukua Ukraine, sisi ndio tunamsaidia Zelensky. Wakati day one, siku ya kwanza kabisa, Warusi waliichukua Kiev. Kwa kifupi waliichukua Ukraine. Hiyo historia huwezi kufundishwa hata siku moja. Ndio maana huwezi kufundishwa historia ya ubaya wa Mandela, kwa sababu walioandika historia Mandela aliwauzia nchi ya Afrika Kusini. Lakini utaandikiwa historia mbaya ya Nyerere kwa sababu Nyerere alikataa kuwauzia wazungu nchi ya Tanzania. The winner always write the history. Mshindi siku zote ndio anaandikaga historia, si ndio manake? Kwa hiyo Warusi walishinda vita siku ya kwanza, lakini hawakuandika historia. Wakadanganywa kwenye makaratasi, wakatoa majeshi yao Kiev. Hasa watu wakaandika historia kwamba wao ndio walishinda, na kukumbusha tulikotoka na tulikofika. Sasa huyu mtoto alivyoshikwa akili na Marekani na Ulaya kwamba hii vita utaishinda tu, sisi tunaharibu uchumi wa Urusi, ndio kinachoendelea. Sasa kazi ya Urusi ni kukata shamba daily. Yes,
kila siku ya Mungu lazima Warusi wa register shamba. Mwisho wa wiki taarifa inaenda Ikulu. Wenzetu wapigani tu. Sasa Konstantina alipokuwa anachukuliwa wiki iliyopita, Zelensky akapagawa ndo akazipiga nchi za NATO ili kutengeneza mazingira NATO waje wamsaidie. NATO wameshaishindwa hivi tangia siku nyingi. Kwa sababu baada ya NATO kuona uchumi wao unaunguka, uchumi wa Urusi unakuwa, tayari ilikuwa ni ishara kwamba huyu mtu hatumwezi. Sasa tunafanyaje? Tutakuwa tunamtumia huyu dogo, si hana akili huyu. Kwa hiyo Warusi wameshajua huyu mtoto hana akili. Sasa inabidi tuwe tunafanya matukio ambayo mpaka wenye akili ndani ya nchi yake wamwambie wewe, tutaipoteza nchi nzima. Sasa Warusi wametumia makombora na mabomu mengi sana, 700 na kila chombo cha habari kimesema ni 700 na drone hizo, makombora 70 na kila moja na kiasi chake zaidi ya hiyo, lakini ni kiasi kikubwa sana cha silaha. Lakini Warusi walitoa onyo. Zelensky amejibu. Sasa safari hii amepeleka drone kwa watu wa NATO, pia amepeleka Finland. Lakini first wa Finland wakasema kabisa kwamba hizi drone zimetoka kwa Zelensky. Yaani hawakuja na kusema Urusi katuvamia kama ile ya Romania, ambayo wanajua kabisa Zelensky hana silaha bora, ndio anajifunza kutengeneza silaha. Warusi ndio wana silaha bora, wanapotaka kupapiga wanapapiga. Asa ikabidi Finland waje wazi waseme kabisa bana, haya ni makosa ya Ukraine. Nikusomee hii taarifa ndogo ya Finland kukiri wazi kabisa kwamba haya matatizo ya hizi drone ni ya Ukraine, sio Urusi. Ukraine accidentally headed the drones carrying an explosive container towards Finland. According to HS, the drone threat to the new country was caused by an error made by Ukraine. Ukraine warned Finland about approaching drone. President Stubb, Prime Minister Orpo, and Secretary of Defense Haken did not comment on HS. Hawa jamaa walipotoa hizo taarifa, ofisi kubwa za nchi hazijatoa maoni yoyote kuhusiana na hayo makosa. Sasa hebu geuza, hizi drone zingekuwa ni za Warusi, faster wangekuja waanze kupiga makelele yao. Sasa wameshajua kabisa matatizo ya drone ni ubovu wa drone za Ukraine. Ukraine ndo anajifunza. Halafu nasikia eti Ukraine anaenda kuuza utaalamu wa drone Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, hii dunia ya udalali kuna vitu vingi vya kujifunza sana. Wa Ukraine wanatengeneza silaha gani wakaziuze Mashariki ya Kati, eti drone za kupigana na Iran? Kumbuka Iran ndio baba wa hizi biashara za drone. Au ndio madalali wakitaka kukuaminisha kitu. Ndio maana nawaambia hata vyakula tunavyokula madukani ni vya madalali wanaotuamulia tule. Uweze kutafuta ogani kifudi dukani ukapata, kisa madalali washaamua mtakula hichi ili wapate faida. Najaribu kukupa picha namna gani dunia iko ya kinafiki. Sasa hivi unaambiwa eti Ukraine anatengeneza drone za kivita. Sio Iran, sio Urusi, Ukraine. Sasa drone zake ndio zinazoenda NATO muda wote. Lazima tufundishane. Yaani dunia ya kidalali ni ya kudanganyana sana. Sasa rais wa nchi amekuja na taarifa gani? Rais wa nchi anawasisitiza raia wake kwamba kwa taarifa zake za kiintelijensia bado Warusi watafanya mashambulizi makubwa sana. Kwa hiyo bado moto uko pale pale. Hundreds of people in Kiev, Dnipro and other cities worked in the aftermath of Russia's massive attack, extinguishing fires, helping the wounded, rescuing people trapped under rubble. I am grateful to everyone saving lives. According to our intelligence, another large-scale attack may occur tonight. Please, I strongly urge you to pay attention to air raid alerts. Na mimi hapa ndo nakuja na ile hoja yangu ndugu zanguni. Ukikosea kwenye kuchagua kiongozi, tarajia matatizo ambayo hayana mwisho au hayana maelezo. Kwa nini? Sifa ya kiongozi ni mtu anayekaa mbele, anaongoza njia. Nitakupa ushuhuda. Mimi napenda sana kusoma Biblia. Ndicho kitabu changu pendwa. Na sisome Biblia ili niwe kama walokole. Vitabu vyote duniani unavyoviona vinatoka kwenye Biblia. Huwezi yani kuwa na akili kubwa, tulia. Angalia kwanza Biblia ilivyoandikwa kidigitali kabisa. Wakati leo tunazungumza digitali, kumbe Biblia iliandikwa kidigitali tangia miaka hiyo. Yaani ukitaka mstari fulani, chapter fulani. Sasa nilichokisoma ilikuwa ni Kutoka sura ya 15. Wana wa Israeli wamevuka vizuri, Mungu amewaokoa.
Musa si ndio kiongozi? Wamefika kule, maji ya kunywa hakuna, maji ya kunywa mazuri. Wakaanza kumnungunikia kiongozi wao, nani? Musa. Musa, vipi hakuna maji? Hey. Musa akaongea na Mungu, fasta maji yakapatikana. Picha gani nimeipata hapa? Msipokuwa na kiongozi ambaye anajua namna ya kuwaongoza, kwamba linapokuja, kwa sababu tatizo linapotokea siku zote watu wanamwangalia kiongozi. Watu wamevuka vizuri, wamemsifu Musa, wamefika kule maji ya kunywa hakuna, wameanza kunungunika fasta. Yaani hawakumbuki ushujaa Mungu Musa aliowapitisha. Wao wanataka maji, tupe maji baba, wewe unatutesa. Si bora ungetuacha kule. Unaona? Fasta kiongozi akawasiliana na uongozi wake ambaye ni Mungu, maji yakapatikana. Sasa akili ya Zelensky, yeye Marekani na Ulaya watamsaidia. Zelensky ana option mbili, Marekani na Ulaya au Putin. Sasa ukiwa na kiongozi mwenye akili ya kuigiza, ndio anakwenda Marekani na Ulaya. Kwa sababu maendeleo si yanaletwa na watu wa kusadikika, maendeleo sio nyewe wenyewe. Ndugu zangu, hoja yangu ni nini? Mkikosea kwenye mfumo wa kiuongozi ambao ndio mfumo tunaoletewa Tanzania, bunge litakuwa lina discuss stories za vijiweni huku raia wakiteseka. Kwa sababu mfumo wa viongozi kudiscuss vitu ambavyo ni nonsense umeanzia Marekani, umeanzia Ulaya. Tengeneza picha bunge la Ulaya nusu saa au lisaa wanaidiscuss Tanzania, wakati kwao uhalifu hauelezeki. Wafikiri kilichotokea Ufaransa nini? Njaa. London kuna njaa. Hawadiscuss njaa, wako busy wanaidiscuss Tanzania. Like really? Wabunge wa Ulaya wamelipwa fedha wakaidiscuss Tanzania? Wabunge wa Marekani wanalipwa fedha wakaidiscuss Israeli? Hapa kwetu wabunge wetu wanalipwa kudiscuss stories za kijiweni. Let's be serious. Na userious ni kuwa na viongozi serious. Na viongozi serious wanapatikana kwa mfumo ambao ni serious. Je, tuna mfumo serious wa kupata viongozi serious? Hatuna. Kwa sababu bado tuna mfumo wa mkoloni. Pata viongozi ambao hawajui lolote na kazi yao ni kupewa amri na mimi bwana mkoloni, watekeleze ninachokitaka mimi bwana mkoloni, niendelee kuimiliki nchi ya Watanzania. Tunatakiwa tubadilishe mfumo wa upatikanaji wa viongozi wetu. Viongozi lazima wawe ni watu waliosoma kweli kweli. Sio watu wenye vipaji. Unajua kucheza mpira uwe kiongozi, unajua kuigiza uwe kiongozi, unajua kutunga nyimbo uwe kiongozi. Hiyo ni ya kutoa ASP. Hiyo iache Marekani na Ulaya. Hatuhitaji watu wenye vipaji kuwa viongozi. Tunahitaji watu waliosoma. Tunataka tukipita kwenye maofisi ya serikali tunasikia huyu ni mwalimu fulani. Yes, mtu anaweza kama mwalimu kuanzia, kwa sababu let's say mtu amekuwa mwalimu ana miaka 18. Amekuwa na experience ya kufundisha, amefikisha miaka 30, ana uzoefu mkubwa, anaweza ka kiongozi katika ofisi ya serikali. Tunataka tukipita katika ofisi za serikali, huyu alikuwa mwalimu, ni kiongozi hapa. Mwalimu, profesa, engineer. Na hapa kwa mwalimu hataki walimu wa dini we. Leo hii eti nimepita sehemu Masanja ni kiongozi. We acha masiara we. Walimu wa dini wabaki huko kwenye dini zao hizo. Mwalimu aliyekaa na wanafunzi miaka 6-7 anaweza kaa kiongozi kwetu. Engineer, professor. These are the people tunataka tuwaone katika ofisi za serikali huko mbele. Lazima tuanze kukumbushana na Tanzania. Kwenda kwenye televisheni company kutafuta viongozi wa nchi, Bongo Flava. Kwa sababu ndiko serikali inakovuna watu maarufu. Mtangazaji hawezi kuwa kiongozi, kwa sababu utangazaji pia ni kipaji. At least mwandishi wa habari, kwa sababu mwandishi wa habari anasoma sana. Nimesema at least. Lakini tunataka kwenye ofisi zetu za serikali tunasikia huyu ni engineer fulani, huyu ni profesa fulani, huyu ni mwalimu fulani. Lakini sio mwalimu wa dini we. Kwa hiyo mfumo serious utakupa viongozi serious kwa ajili ya taifa serious. Lakini mfumo wa kimaigizo utakupa viongozi wenye akili za kimaigizo na kutengeneza taifa la kimaigizo. Fanya utafiti, uje unipinge. Tuelimike, tusiwe wasomi.